Swali kama moja pia. Karibu. Asante. Kwa sababu tumeona dini fulani imetoa matamko yake. Na wewe kwa kiongozi unajulikana kiongozi wa dini fulani unatoa matamko. Sasa hii huoni labda kama inaita mkanganyiko? Kuna mabaraza ya amani, unaona kuna kamati za amani. Kwa nini labda msingetumia njia kama hivi kutokujibu kwenye vyombo vya habari hivi? Maana yake sasa hivi unavyojibu wewe moja kwa moja unaonekana unapinga upande fulani uliofanya. Kwa nini msingetumia njia ya ukimya kwamba bwana wenzetu kuna kamati hizo za amani? Sasa mnaonekana mmetoa tamko litaonekana ina balance upande fulani, jambo ambalo unaweza kuleta mgawanyiko wa nchi kuingia kwenye mambo ya kidini, kwa sababu ugomvi wa dini ndio mkubwa kuliko vitu vingine, kuliko hata vyama nini. Lakini Chadema wanachoshindikiza sio kutokufanya kutokuingia kwenye uchaguzi, wala sio tume, sio huru. Tume ni huru, ila kuna baadhi ya vipengele vya sheria ndio inavihitaji vibadilishwe mule, kwa sababu tunaamini katiba au taratibu zote zinawekwa sio Qur'ani, kwamba hii imewekwa kwa misingi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyoishusha, hakuna anayeweza kubadilisha. Nchi inabadilika, wakati unabadilika, tunaamini hata Mungu alikuwa anatoa adhabu zamani hapo hapo mtu unavyofanya. Lakini sasa hivi tunahukumiwa baada ya watu kufariki au kwenda mbele ya haki. Hii labda wewe unaonaje? Kwanza kwa kujazia hapo. Naam. Kidogo tu kwa sababu ya muda. Naam. Umezungumza kuhusiana na muda wa mabadiliko hayo kufanyika, na kwako umedoubt kwamba huenda muda ambao umetumika kuyaomba hayo mabadiliko ukawa hautoshi labda kuyakamilisha yote. Mimi ninatamani kufahamu kutoka kwako ni muda kiasi gani ambao unahisi mabadiliko hayo yanahitaji, yani muda kiasi gani utakuwa unatosha kwa ajili ya mabadiliko hayo, kwa sababu wahusika ambao wanashinikiza hayo mabadiliko wenyewe wanaeleza kwamba muda uliopo unatosha. Wewe umesema hautoshi. Kwako unadhani ni muda kiasi gani unahitajika ili mabadiliko hayo yakamilike? Asante. Kwanza nianze kujibu swali lile la kwanza ambalo bwana ameliuliza kwamba kanisa lilitoa tamko na sisi viongozi wa dini ya Kiislamu tunatoa tamko kwa nafasi nyingine, na kuna vyombo vya umoja wa amani ambavyo vinatengenezwa katika nchi yetu, pengine kwa nini tusingezungumzia huko? Swali hili nadhani lilipaswa kuuliza kwanza kanisa, kwa sababu tuna umoja wa viongozi wa amani kutoka pande zote mbili. Kwa nini maoni yetu tusingeyapitishia kule? Badala yake tunatengeneza waraka na tunautoa katika sehemu moja. Hii ni kuonyesha kwamba unaamua kutumia nguvu yako ulionayo kufanya maamuzi dhidi ya upande wa pili. Kwa kuwa upande wa kwanza umeeleza hili moja kwa moja, hawa wanaoelezwa ni watoto wetu. Narudia tena, CCM ni watoto wetu, Chadema ni watoto wetu, CUF ni watoto wetu. Sasa sisi kama viongozi wa dini tunapoona upande wa pili pia haukufanya sawa, ni lazima tuonyeshe kwa nini sio sawa. Sasa hii haina maana kwamba tunakwenda kuvunja amani. Hii tunajaribu kuonyesha kwamba sisi viongozi wa dini tuna wajibu wa kukaa na kulieleza. Na kama ingekuwa maelezo ya kanisa ni kutoa ushauri, hakuna Muislamu angedauti, wala hakuna kiongozi mwingine nje ya Uislamu, kwa sababu hili la kudauti na kutoa maelezo sijalifanya sule. Ukiingilia katika mitandao huko, viongozi wa vyama wamefanya, viongozi wa kijamii wamesema, mimi si wa kwanza. Maana yake nini? Maana yake tunarudi pale pale, viongozi wa dini wana mipaka katika kusema. Viongozi wa dini pia wanatakiwa wajue wanachokisema. Nimesema mfano wa mapungufu ya kauli ni kutoa amri, waachie. Hilo neno ni neno zito. Huwezi kutoa madaraka, yani huwezi kusema kitu kizito kiasi hicho. Walitakiwa washauriwe, waishauri mahakama. Kama wana makosa, mchakato wa kesi uendeshwe haraka, uwe wa wazi na wa huru, ili jamii ione mapungufu yako upande gani na haki itendeke. Huu ndio ulikuwa wajibu. Ukisema waachiwe, manake wanasema hawana makosa. Unajuaje na wewe sio jukumu lako? Haiwezekani leo Philip Mpango japo ni Mkristo asimame aende akaendeshe misa, sio jukumu lake, hajui yeye hilo. Haiwezekani leo Kasim Majaliwa aende msikitini akatoe hutuba za mihadhara, si jukumu lake hilo. La Waislamu BAKWATA Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation, nimetumia fursa hii kuwaalika na kuwaita hapa ofisini kwetu. Nia na madhumuni ni
nasi kama sehemu ya jamii ya Watanzania kuweza kutoa maoni yetu, fikra zetu na kuwatanabahisha Watanzania wenzetu hali halisi ya mambo ya kisiasa yanayoendelea katika nchi yetu hivi sasa. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunafahamu na tunaamini kwamba wanahabari ni chombo muhimu na kada muhimu inayowaunganisha jamii moja na jamii nyingine mahali popote. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wenu hapa unaweza kutusaidia kupeleka taarifa kwa jamii ili iweze kujifunza na kutambua mambo machache yanayoendelea sasa katika nchi yetu. Ikumbukwe mwaka 2025 mwezi wa 10 tunatarajia kuingia katika uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na rais, Mungu akipenda. Lakini nchi nyingi duniani zimepata hali mbaya ya kimachafuko zinapoingia katika kipindi cha uchaguzi. Hivyo ni vizuri sisi kama viongozi wa dini kuzungumza na wenzetu katika kuwaelekeza, kuwaasa, kuwashauri na pengine kutoa miongozo kwa Watanzania wenzetu, nini wafanye, nini waache kwa maslahi ya taifa letu, kwa kizazi kilichopo na kizazi au vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kwamba mwaka 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 wa vyama vingi. Tulianza uchaguzi mwaka 1995 na 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 unaoshirikisha vyama vingi. Miaka yote hii tumekuwa tukifanya siasa za kistaarabu, za maelewano, japo makwaruzo na madoa madogo madogo yamewahi kujitokeza, lakini sio yenye viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kulinganishwa na hali iliyopo sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwa nini nayasema haya? Unapotembea na kuangalia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukajifunza kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani unaofanywa na viongozi wachache wenye urafi wa madaraka, wenye nia ya kutaka kutawala, iwe mvua, iwe jua, iwe amani, isiwe amani, ili mradi yeye apate uongozi wa kimadaraka. Mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, 2010, 2015 na hata 2020 tuliingia katika uchaguzi kwa katiba ile ile iliyoandikwa mwaka 77 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2004. Na katika chaguzi hizi ukiangalia mwaka 2000 na mwaka 95 wakati tunaanza vyama vingi walipatikana wabunge wachache sana katika kada ya ubunge. 2010 waliongezeka kidogo. 2000 waliongezeka kidogo. 2010, 2005 na 2010 vyama vya upinzani vilipata wabunge wengi sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba chaguzi zote 6 zilizopita wana upinzani, vyama vya upinzani vilitumia sera na hoja za kuwawini wananchi ambao waliona kuna haja ya kuchagua baadhi ya viongozi wa upinzani ili kuipapushi serikali, ili kuipa msukumo serikali ifanye vizuri katika maeneo ya kiutawala na kimaendeleo katika nchi yetu. Hii ina maana kwamba siasa ilitumika ipasavyo, kwa sababu lengo la siasa siku zote ni kutengeneza maisha ya jamii unayoishi nayo. Na upinzani au sera za kiupinzani au upinzani katika siasa ni kutengeneza hoja za msingi
zinazoendana na sera bora katika kuwashawishi wananchi ili wakupatie dola, ili uweze kuongoza, ili uweze kutawala, kwa minajili ya kuwapa wananchi kilicho bora zaidi kuliko kile kinachotolewa na serikali iliyopo madarakani. Upinzani maana yake sio vurugu. Upinzani maana yake sio magomvi. Upinzani maana yake sio kuibomoa nchi. Upinzani maana yake sio kutengeneza mazingira ya machafuko. Jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza, jambo la kuhofisha, kuna baadhi ya wapinzani katika nchi yetu mwaka huu kuelekea uchaguzi wamekuwa wakifanya mambo yanayoashiria uvunjifu wa amani, yanayoashiria uvunjaji wa katiba, yanayoashiria mambo ya msingi ya kisheria nchi yetu. Tanzania inaongozwa na katiba. Katiba ya Tanzania inatutaka kila mwaka baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi kwa lengo la kubadilisha viongozi au kuwaweka viongozi ili waende wakatekeleze yale ambayo wananchi tunayataka. Na kila chama cha upinzani kinakuja na muongozo wake, kinakuja na sera zake, kinakuja na mpango mkakati wake ambao wanakwenda kuuanika sera zake kwa jamii ili jamii itathmini katika kila chama kinachokuja katika maeneo yao ni chama gani kilicho bora na kinaleta sera ambazo zitawakonga, kuwafurahisha na kuwapendezesha Watanzania na kuvoti katika chama hicho ili chama hicho kiwatumikie wananchi. Huu ndio msingi wa kisiasa na ndio upinzani na ndio maana ya upinzani katika siasa. Lakini cha kusikitisha na cha kushangaza, sisi kama viongozi wa dini tunapata shida mipango inayofanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo chini ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Yeye ameanzisha kitu ambacho kila Mtanzania mwenye akili timamu na anayetakia amani nchi hii hawezi kuungana naye kwa lengo la kumuunga mkono ili kusapoti yale anayoyafanya au anayoyasema au anayoyashauri. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Kuna maelezo kwamba no reform, no election. Kauli hii ni ndogo mdomoni, lakini ina madhara makubwa. Madhara yake ya kwanza, inavunja katiba ya jamhuri. Katiba ya jamhuri inatutaka mwaka 2025 tufanye uchaguzi. Unaposema hutaki uchaguzi ufanywe na unakwenda kuhamasisha watu wakatae, wafanye vurugu, wafanye fujo ili uchaguzi usifanywe, maana yake kwanza wewe sio mzalendo wa nchi yako, kwa sababu unapingana na katiba ambayo imekuwa kwa miaka mingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 95 ndiyo ikatengeneza vyama vingi, iliyoruhusu vyama vingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 2000, katiba iliyoendesha uchaguzi 2005 na 10 na 15 mpaka na 20, ndiyo katiba hii iliyoendesha uchaguzi. Ndiyo katiba hii iliyotumika kuendesha uchaguzi. Bahati nzuri sana, baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 na hali ya kisiasa tulikotoka, hakuna Mtanzania asiyejua wala asiyefahamu kwamba baada ya mwaka 2020 hali ya kisiasa Tanzania ilikuwa mbaya. Viongozi wengi wa upinzani waliondoka nchini kwa madai wanahofia usalama wao, wakaamua kwenda kuishi nje ya nchi yetu ili kutafuta salama ya maisha yao. Na walifanya hivyo wakionyesha kwamba viongozi wa chama kilichopo madarakani hakiwatendei haki. Baada ya yale yaliyotokea, kwa kudura ya Mwenyezi Mungu, mama yetu Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipochukua madaraka, aliamua kukaa chini na kubadili mtazamo wa kisiasa katika nchi yetu. Alipata fursa ya kukutana na wapinzani. Ndiyo kiongozi wa kwanza wa serikali kupitia Chama cha Mapinduzi kualikwa kwenye mkutano wa chama cha upinzani na kuwa mgeni rasmi, na akaenda akazungumza, akawaasa wana wa Tanzania
na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutaka kuijenga Tanzania yetu moja, kutaka kujenga umoja na mshikamano. Tushindane kwa sera na hoja, tusishindane kwa vurugu na fujo ili tukaivunja nchi yetu. Alhamdulillah, mama huyu alifanikiwa, alitengeneza 4R zilizopelekea wale viongozi wote wa upinzani walioikimbia nchi walirudi nchini, wakakubali kutengeneza vyama vyao ili kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sisi tunaamini upinzani ni kutengeneza hoja na sera madhubuti zinazoweza kuwashawishi wananchi kukichagua chama husika. Upinzani si vurugu, upinzani si fujo, wala upinzani si uasi, kwa sababu Tanzania hii ambayo leo wewe unataka uwe kiongozi kwa gharama yoyote, hata ikibidi kumwaga damu, ni Tanzania ambayo wanatakiwa wairithi vizazi vijavyo, kama ambavyo sisi leo tumeirithi kutoka kwa kutoka kwa viongozi au wazee wetu waliotangulia. Mwalimu Nyerere wakati wake walikuwa watu wanampinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Mwinyi wakati wake wapo watu walimpinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Kikwete, Mkapa na kadhalika walikuwa katika nchi hii wakiongoza na watu walimpinga kwa hoja na sera. Lakini hatujawahi kuona kiongozi wa upinzani anatengeneza mazingira ya vurugu, anatengeneza mazingira ya uasi, anatengeneza mazingira ya kuharibu amani ya nchi eti tu kwa sababu anataka kuwa kiongozi. Na pale anapoona hana sera za kuandaa chama chake na kuchukua dola, muda mfupi amechukua madaraka ndani ya miezi 8, anaona hawezi kuchukua dola kwa njia ya ushawishi, anataka kutengeneza mazingira ya kuwashawishi watu na kuivuruga nchi hii amani yake. Hili sisi kama viongozi wa dini katu abadani hatuwezi kukubaliana nalo, na tunawaasa wa Tanzania wasikubaliane nalo jambo hili kwa gharama yoyote. Tunatamani kuona siasa yenye ustaarabu. Tunatamani kuona viongozi wa kisiasa wanatuletea sera, tunazisikiliza, tunawapima, kisha tunafanya maamuzi. Maamuzi ndio yatatuamrisha sisi kuona nani anafaa kae wapi, kwa misingi gani na kwa namna gani. Kwa mimi niseme tu, bi mkubwa huyu, Rais wa Jamhuri ya Muungano, amejitahidi sana kujenga misingi imara ya demokrasia. Amejitahidi sana kutengeneza umoja katika nchi yetu. Sasa wachache wasitufikishe mahala ikawa nchi hii tena si nchi ya amani. Na niombe serikali kwa dhamira ya dhati kabisa, kwa dhamira ya dhati kabisa, ifanye jambo hili kwa uwazi, kwa makini. Watu wenye tuhuma kesi zao zipelekwe, kama zimeshapelekwa mahakamani, zifanyiwe kazi kwa umakini, zisikilizwe kwa haraka, wanaoleta ushahidi walete, baadaye maamuzi yatoke. Ambaye anaonekana ametiwa hatiani, hukumu imfuate. Ambaye yuko huru aachiwe huru, achape siasa nje, tusikilize sera. Si tunatamani kuona nchi hii tunapata viongozi bora na wala sio bora viongozi. Hiyo ndo nia yetu sisi. Na tunawaomba Watanzania wenzangu, kuanzia sasa tuwe watulivu, tuwe na umoja. Naamini busara, hekima alizonazo rais na wasaidizi wake wataendelea kulifanyia kazi jambo hili la kisiasa linaloendelea hivi sasa, mpaka pale litakapokuwa limekaa sawa na kuhakikisha tunaingia katika uchaguzi kwa amani na salama. Anayeweza kuingia uchaguzi akijiamini sera zinamtosha aingie. Asiyeweza, anaona hawezi, atie mpira kwa pani, akae pembeni, au aache wenye uwezo wafanye. Ndio siasa zinavyokuwa. Ukiona unaweza, unaingia ulingoni. Huwezi, tia mpira kwa pani, kaa pembeni. Huna sababu ya kufanya vurugu. Jipange miaka 20, 10, 5, 6, unarudi tena ulingoni, unapambana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Siasa sio kuwaambia watu usikubali kushindwa. Niliwahi kusikia speech moja, mtu mmoja kiongozi wa chama cha upinzani anawaambia huwezi kufanya mabadiliko kwa kutumia maombi, dua na sala. Mapambano ndiyo yanaweza kuleta mabadiliko. Si kweli. Nchi ya kidemokrasia haiwezi kubadilisha
mapambano hakuna nchi imebadilisha kwa kutumia mapambano. Haipo. Nchi zote duniani zimebadilisha nchi zao, zimebadilisha raia wao, zimebadilisha maisha yao kwa kutumia busara, hekima na miongozo iliyotengenezwa na wao wenyewe. Hiyo ndiyo njia ya kubadilisha. Vurugu, mapambano siku zote yanazua chuki, kwa sababu leo ukinipigia mtoto wangu, mimi nitakuchukia itakavyokuwa. Hata iweje. Usidhani leo zinafanyika vurugu, mtoto wa mtu anapigwa risasi, anavunjika mguu, hiyo familia itakuwa ina furaha. Haitakuwa na furaha, itajenga chuki. Kwa nini tujenge chuki sisi wenyewe? Kwa nini leo tujengeshe chuki na watu wengine kwa sababu eti tu wewe ukae madarakani? Kwani wewe usipokaa madarakani tatizo liko wapi? Anayetakiwa kukupa madaraka ni Mungu. Huna haja ya kulazimisha kwa kutumia nguvu. Haya ndiyo ambayo ningependa leo niyafikishe, na ni matumaini yangu, nimuombe kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na vyombo vyake vya ulinzi na usalama waendelee kututengenezea amani ya nchi yetu. Mkorofi yoyote anayeamua kutuletea vurugu akae kwanza pembeni, akale ugali wa serikali, uchaguzi ukipita ataachwa. Akithibitika tu tatizo, kwanza akale ugali wa serikali. Huwezi kutufanyia vurugu nchi ambayo sisi tunataka amani. Haipendezi, haihitajiki wala haikubaliki. Kama moja tu. Karibu. Asante. Kwa sababu tumeona dini fulani imetoa matamko yake. Na wewe kwa kiongozi unajua kiongozi wa dini fulani unatoa matamko. Sasa hii huoni labda kama inaita mkanganyiko? Kuna mabaraza ya amani, unaona kuna kamati za amani. Kwa nini labda msingetumia njia kama hivi kutokujibu kwenye vyombo vya habari hivi? Maana yake sasa hivi unavyojibu wewe moja kwa moja unaonekana unapinga upande fulani uliofanya. Kwa nini msingetumia njia ya ukimya kwamba bwana wenzetu kuna kamati hizo za amani? Sasa mnaonekana mmetoa tamko litaonekana ina balance upande fulani, jambo ambalo unaweza kuleta mgawanyiko wa nchi kuingia kwenye mambo ya kidini, kwa sababu ugomvi wa dini ndio mkubwa kuliko vitu vingine, kuliko hata vyama nini. Lakini Chadema wanachoshindikiza sio kutokuingia kwenye uchaguzi, wala sio tume, sio huru. Tume ni huru, ila kuna baadhi ya vipengele vya sheria ndio vinahitaji vibadilishwe mule, kwa sababu tunaamini katiba au taratibu zote zinawekwa sio Qur'ani, kwamba hii imewekwa kwa misingi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyoishusha, hakuna anayeweza kubadilisha. Nchi inabadilika, wakati unabadilika. Tunaamini hata Mungu alikuwa anatoa adhabu zamani hapo mtu unavyofanya, lakini sasa hivi tunahukumiwa baada ya watu kufariki au kwenda mbele ya haki. Hii labda wewe unaonaje? Kwanza kwa kujazia hapo. Naam. Kidogo kwa sababu ya muda. Naam. Umezungumza kuhusiana na muda wa mabadiliko hayo kufanyika, na kwako umedoubt kwamba huenda muda ambao umetumika kuyaomba hayo mabadiliko ukawa hautoshi, labda kuyakamilisha yote. Mimi ninatamani kufahamu kutoka kwako ni muda kiasi gani ambao unahisi mabadiliko hayo yanahitaji, yani muda kiasi gani utakuwa unatosha kwa ajili ya mabadiliko hayo, kwa sababu wahusika ambao wanashinikiza hayo mabadiliko wenyewe wanaeleza kwamba muda uliopo unatosha. Wewe umesema hautoshi. Kwako unadhani ni muda kiasi gani unahitajika ili mabadiliko hayo yakamilike? Asante. Kwanza nianze kujibu swali lile la kwanza ambalo bwana ameliuliza kwamba kanisa lilitoa tamko na sisi viongozi wa dini ya Kiislamu tunatoa tamko kwa nafasi nyingine, na kuna vyombo vya umoja wa amani ambavyo vinatengenezwa katika nchi yetu, pengine kwa nini tusingezungumzia huko? Swali hili nadhani lilipaswa kuuliza kwanza kanisa, kwa sababu tuna umoja wa viongozi wa amani kutoka pande zote mbili. Kwa nini maoni yetu tusingeyapitishia kule? Badala yake tunatengeneza waraka na tunautoa katika sehemu moja. Hii ni kuonyesha kwamba unaamua kutumia nguvu yako ulionayo kufanya maamuzi dhidi ya upande wa pili. Kwa kuwa upande wa kwanza umeeleza hili moja kwa moja, hawa wanaoelezwa ni watoto wetu. Narudia tena, CCM ni watoto wetu, Chadema ni watoto wetu, Kafu ni watoto wetu. Sasa sisi kama viongozi wa dini tunapoona upande wa pili pia haukufanya sawa, ni lazima tuonyeshe kwa nini sio sawa. Sasa hii haina maana kwamba tunakwenda kuvunja amani. Hii tunajaribu kuonyesha kwamba sisi viongozi wa dini tuna wajibu wa kukaa na kulieleza. Na kama ingekuwa maelezo ya kanisa ni kutoa ushauri, hakuna Muislamu angedoubt.
wala hakuna kiongozi mwingine nje ya Uislamu. Kwa sababu hili la kudauti na kutoa maelezo sijalifanya Sule. Ukiingilia katika mitandao huko, viongozi wa vyama wamefanya, viongozi wa kijamii wamesema, mimi si wa kwanza. Maana yake nini? Maana yake tunarudi pale pale, viongozi wa dini wana mipaka katika kusema, viongozi wa dini pia wanatakiwa wajue wanachokisema. Nimesema mfano wa mapungufu ya kauli ni kutoa amri, waachie. Hilo neno ni neno zito. Huwezi kutoa madaraka, yani huwezi kusema kitu kizito kiasi hicho. Walitakiwa washauriwe, waishauri mahakama. Kama wana makosa, mchakato wa kesi uendeshwe haraka, uwe wa wazi na wa huru, ili jamii ione mapungufu yako upande gani na haki itendeke. Huu ndio ulikuwa wajibu. Ukisema waachiwe, manake wanasema hawana makosa. Unajuaje na wewe sio jukumu lako? Haiwezekani leo Philip Mpango japo ni Mkristo asimame aende akaendeshe misa, sio jukumu lake, hajui yeye hilo. Haiwezekani leo Kasim Majaliwa aende msikitini akatoe hutuba za mihadhara, si jukumu lake hilo. Kwa swali la ndugu yangu, umesema unataka kujua nini? Muda kiasi gani unatosha. Niseme tu kitu kimoja. Kwanza, tume kwa sasa ni huru, kwa sababu tume huru imetengenezwa. Lakini hatuwezi kuihukumu tume ina mapungufu kabla ya kufanya hayo mapungufu. Tume zilizopita kama zilikuwa na mapungufu, tuliyaona 2005, tuliyaona 95, 2000, 2010, 15 na hata 20. Tunakwenda uchaguzi unaofuata na tume nyingine, si ile. Marekebisho yamefanywa. Mimi nasema nilishiriki na vyama vya siasa vilishiriki kwenye hiyo tume ya mabadiliko, ilishiriki. Hakuna chama cha siasa ambacho hakishiriki, vilishiriki vyote. Wakristo walishiriki, Waislamu tulishiriki, vyama vya siasa vilishiriki, tukafanya na tukatoa maoni yetu. Baada ya kutoa maoni yetu, serikali kupitia wataalamu wake walikaa chini, wakayachambua yale maoni, wakayafanyia kazi, ikaundwa tume iliyopo. Tumebakia miezi 3 au 2 kwenda kwenye kampeni. Huwezi kutengeneza timu nyingine mwanze upya kuifumua jambo hili ili mtengeneze tume nyingine na mbadilishe baadhi ya vitu. Ni ngumu. Lakini pia ubaya wa tume hii bado haupo, kwa sababu haijafanya huo uchaguzi tukaona hayo mapungufu yake. Hicho kinachodaiwa kuwa ni tatizo, ili kiwe ni hoja, kwanza uchaguzi ufanywe, mapungufu yatokee, wawe na mashiko. Huwezi kumhukumu mtu kabla ya kumpa sheria. Mlisema zamani Mungu alikuwa akitaka kuhukumu watu, anahukumu hapo kwa hapo. Lakini Mungu hakuhukumu watu kabla ya kuwapa sheria. Aliweka kwanza sheria, watu walipovunja ndo akahukumu. Sasa tuwahukumu tume ya uchaguzi pale walipokosea. Tume ya uchaguzi huru iliyopo leo, tunaihukumu kwa kosa lipi? Imesamania uchaguzi gani ikaipendelea CCM? Imefanya uchaguzi gani ikafanya CCM apate watu, vyama vingine vishindikane? Imefanya uchaguzi upi? Tunahukumu kwenye ngo ipi? Tuwe wa kweli na tuwe na nia njema na nchi yetu. Hapa tatizo sio tume huru ya uchaguzi wala vipengele vya uchaguzi. Hapa tatizo maslahi binafsi ya baadhi ya viongozi wanaotaka dola. Hili haliwezekani. Haliwezekani. Tuna akili, si wa Tanzania tuna akili pia. Tatizo sio uhuru wa tume, hapana. Tume mimi naamini haina sababu ya kuhukumiwa. Hatuwezi kuisema nzuri wala mbaya kwa sababu haijafanya. Unawezaje kumhukumu mtu hajakosea? Unaweza kumsema vizuri mtu hajapatia? Tusubiri uchaguzi ufanywe. Mimi ni waase vyama vya upinzani, tieni timu, ipigeni madongo CCM. Mkishinda ndio mnaonyesha uwezo wenu na nguvu yenu. Watanzania tunasubiri sera 2025. Tunasubiri kuona chama chenye sera bora, tukichague. Kuna swali jingine? Natumai maswali yameisha. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Nawatakia jioni njema. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.